Hello, habari Pioneer, na tumai nyote wazima wa afya. Karibuni sana katika jukwaa letu la taaluma la Official Khudhey Pi Updates. Kama wewe leo ni mara yako ya kwanza kuhudhuria katika jukwaa letu hili, basi usisahau kusubscribe, lakini pia vile vile usisahau kuwasha kengele ili uweze kupata taarifa zetu kwa wakati. Leo katika video yetu hii tutatoa mwongozo kwa namna gani unaweza kujihudumia wewe mwenyewe kama Pioneer ukiwa na Tanzania shilling na ukataka kununua Pi ili uweze kuhold au kuhamishia katika wallet yako. Hii ni exchanger ya OKX, ndio exchanger ambayo kwamba tutaitumia kwa ajili ya kuweza kutoa hayo mafunzo au mwongozo kwa Pioneer ambao kwamba hawajui. Kwa wale wanaojua basi waendelee kuwasaidia wengine ili na wao waweze kufanya. Lakini kwa wale waliokuwa hawajui, tufuatane mwanzo hadi mwisho katika video hii hatua kwa hatua ili uweze kuelewa ni namna gani ya kuweza kujihudumia mwenyewe ukiwa uko nyumbani na pesa yako ikiwa ipo kwenye simu. Kwa kitu ambacho kwamba tutakiwa kufanya ni kwamba unatakiwa kuhakikisha kwamba pesa yako ulionayo mkononi umeingiza either kama kwenye Tigo Pesa, M-Pesa au Airtel Money au mtandao mwingine wowote ule wa simu ambao kwamba unatumia. Kwa hiyo baada ya hapo utafuata hizi steps moja kwa moja na utaweza kujihudumia mwenyewe. Kikubwa sharti unalotakiwa uweze kukizi vigezo vya kupata huduma hiyo, huo umefungua akaunti ya OKX na tayari tumeshafundisha, lakini pia vile vile huo umeverify akaunti yako ya OKX na pia tayari tumeshafundisha namna ya kuverify. Baada ya hapo ukifuata hizi steps utajua ni namna gani ya kuweza kujihudumia bila shida yoyote, bila kutafuta msaada wa mtu yoyote, na procedure zote utazifanya mwenyewe. Video itakayofuata tutaeleza namna gani ya kununua USDT au US dollar kupitia Binance. Lakini pia video nyingine itakayofuata tutaeleza ni namna gani ya kuweza kununua sasa Pi baada ya kusha kujinunulia hizo USDT katika exchanger, ni namna gani sasa kuweza kununua. Itakuwa ni video ambayo kwamba iko very short na inaeleza tu kwa ufupi ni namna gani ya kuweza kujinunulia. Lakini pia vile vile kutakuwa na video nyingine itakayoeleza ni namna gani ya kuweza kuhamisha sasa kutoka kwenye exchanger kupeleka kwenye Pi wallet. Kwa namna gani ya kuweza kufanya. Kwa hiyo ni chaguo lako kuziacha katika exchanger, ni chaguo lako kuzipeleka katika Pi wallet. Kwa hiyo tufuatane mwanzo hadi mwisho ili uweze kujua namna gani ya kuweza kufanya. Ukisha kufungua application yako ya OKX, katika sehemu ile ya home screen utakutana na vitu kama hivyo hapo ambavyo kwamba vinaonekana katika video. Utakutana na sehemu ambayo kwamba imeandikwa deposit crypto, lakini pia vile vile utakutana na sehemu ambayo kwamba imeandikwa P2P trade. Sasa unapotaka kuenda kununua, una kliki kwenye sehemu ambayo kwamba imeandikwa P2P trade. Ukisha kukliki sehemu ya P2P trade itafunguka. Once ikishakufunguka kuna sehemu ambayo kwamba imeandikwa buy and sell. Sasa itategemea wewe ni muuzaji au ni mnunuaji. Kama unataka kwenda kununua inabidi uwashe kwenye buy. Kama unataka kwenda kuuza inabidi ukliki kwenye sell. Kwa hiyo hivi ndio inavyokuwa. Na ukikliki kwenye sell, mawakala wanaouza wapo na wana price zao. Ukikliki kwenye buy pia vile vile. Chengine ambacho kama unachotakiwa kuangalia ni kwamba unachotakiwa kuangalia ni kwamba wakala huyu ambaye kama nataka nimtumilie, je, hiyo njia ya malipo ninayotaka kufanya mimi yeye anayo? Kwa hiyo hapa huyu wa mwanzo ameandikiwa M-Pesa Vodafone. Kwa hiyo naangalia wa pili pia ni M-Pesa, wa tatu anatumia Tigo Pesa, wa nne anatumia Tigo Pesa na M-Pesa, huyu anatumia nini? Kwa hiyo wewe unaangalia njia yako ulionayo. Hicho ni kitu cha pili ambacho kama unatakiwa uangalie. Kitu cha tatu unachotakiwa kuangalia ni kwamba je, huyu wakala ana available balance ya kiasi gani ambayo kwamba inaweza ikanifaa mimi katika mchakato wangu wa kutaka kununua. Mimi nataka USDT 500. Huyu ana 800, naweza nikapata kwenye 500. Kwa hiyo hicho ni cha muhimu. Huyu ana 31, kwa hiyo siwezi kupata. Kwa hiyo huwezi kufanya naye biashara kwa sababu ana kiwango kidogo. Aidha ukubaliane na makato ya kutuma nusu ununue. Lakini hivyo. Chengine unachotakiwa kuangalia ni kwamba limit order yake ambayo kwamba yeye anaanzia ni kiasi gani. Kwa mfano tukimwangalia kama huyu wakala aliyoandikwa Mboni 1, yeye huyu limit order yake hata 2700 anakuuzia. Kwa hiyo inamaanisha kwamba yeye hata $1 ana uwezo wa kukuuzia.
Kwa hiyo ni wakala ambao kwamba ni mzuri sana, na njia za malipo ndo hizi hapa anazotumia. Kwa hiyo lakini pia vile vile mpaka kiwango gani anachoweza kukuuzia yeye kaweka hapo kiwango cha mwisho cha kukuuzia. Nadhani ni sawa sana balance yake alionayo hapo juu. Kwa hiyo kama wewe unataka milioni 3, unataka kiasi fulani cha zaidi ya hapo, yani hatakuwa na huo uwezo. Umeshanifahamu? Kwa hiyo kiwango cha mwisho cha kukuuzia yeye ni hicho hapo, kutokana na mtaji wake aliyokuwa nao yeye mwenyewe. Inawezekana kwamba sio za hapo tu, ana sehemu nyingine na vitu kama hivyo anaweza akafix. Kwa hiyo chengine unachotakiwa kuangalia ni kwamba ameshafanya trade ngapi, transaction ngapi keshafanya kwa kuwauzia watu ngapi amefanya. Huyu kwa mfano Mboni ameshafanya 2976. Ushanifahamu? Ameshafanya. Kwa hiyo huyu ni trader mkongwe sana. Na ana asilimia ngapi feedback za wateja wake wanaokwenda kununua na wakaridhika na huduma yake? Ana asilimia 98.7. Kwa hiyo kama ni trader ambaye kwamba amefanya trade nyingi, lakini pia vile vile ana asilimia nyingi bado, basi ni trader ambaye kwamba ni salama na hana shida. Kwa hicho ni kitu kingine cha muhimu kuweza kukifanya. Na inashauriwa unapotaka kununua kwa mara ya kwanza, ili kuweza kutesti na kuangalia, bora uanze na kiwango kidogo. Unaweza ukaanza na 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, ili kama vile mwenyewe unaangalia naweza mpaka nikafikia kuweza kupata USDT zangu. Hivyo ndio inavyoshauriwa. Kwa hiyo baada ya hapo utaselect manake wakala wako ambao kwamba unamtaka wewe mwenyewe kutokana na kiwango chake ambacho kwamba anauza, ili hatua nyingine ziweze kufuata. Nadhani kwa hapo tutakuwa tumeelewana vizuri. Kwa hiyo sasa ukikliki sehemu ya buy itakupeleka kwa manake kwenye hatua nyingine ambayo manake kwamba nini unatakiwa uweze kufanya. Kwa hiyo tutakliki neno buy baada ya kuchagua wakala. Tukisha kukliki buy itatupeleka kwenye sehemu hii, sehemu ambayo kwamba utatakiwa utie amount, utajaza amount yako unaotaka kununua. Cha pili utapendekeza njia ya malipo, payment method hapo namba 3. Cha tatu utakliki buy chini. Alafu utakliki hapo, utatik, utaconfirm. Yaani hizo ni njia ambazo kwamba lazima upitie kwa mara ya kwanza ukiwa unafanya huo mchakato. Ukisha kuconfirm itakuleta tena hapo, itakutaka ukliki kwenye sehemu ya buy USDT with 0 fee, utakliki hapo. Baada ya hapo itakuleta kwenye details huku, utakliki kwenye sehemu ya chat pale kwa ajili ya kuweza kuwasiliana na huyo wakala. Kwa hiyo hapa inakuleta kwenye sehemu ambayo kwamba utakuwa kuna uwezekano wa kuwasiliana wewe na muuzaji. Kwa utamwandikia ujumbe hapo muuzaji, utaanza kumsalimia, itategemea ni kitu gani ambacho kama unataka kumwambia. Lakini hapo utaandika ujumbe. Alafu pia vile vile unaweza ukamuuliza kwamba je, naweza kununua. Lengo la kumtumia ujumbe ni kumwangalia, je, huyu wakala yupo active. Kule anawezekana akawa ameonyeshwa kwamba yupo online, lakini unaweza ukaja huku usimkute online. Kwa hiyo utasubiri kidogo, utavuta subra ili uweze kuangalia namna gani atarespond. Kwa vile yupo online atakwambia kama hapo amejibu okay. Kwa kama ameshasema tayari, unajua huyu yupo active na kweli hicho kiwango cha pesa anacho cha 900,000 na 90,000. Kwa hiyo ninachotakiwa kufanya mimi sasa, nikisha kujiridhisha na click kwenye sehemu ya pay now. Nikikliki kwenye pay now nitaletwa kwenye sehemu ya details zake za malipo. Kwa hiyo hapo imewekwa Tigo wakala na imewekwa namba. Kwa hiyo mimi natakiwa ni click copy, nichukue hiyo namba ya wakala niende nikatoe manake pesa kama nipo kwa wakala. Kwa hiyo nitafanya mchakato mzima wa malipo kama tunavyofanya kupitia kwenye simu, yani steps zote na jina lake hilo hapo lipo, au ninaweza nikapiga screenshot nikatunza taarifa zake pembeni kisha nikaenda nikafanya malipo. Kwa hiyo mchakato unafanywa kama unavyotakiwa kufanywa, yani kikawaida kama tulivyozoea. Na unatakiwa uhakikishe unapolipa kwamba jina limekuja kama hilo na taarifa zipo vile vile zinavyotakiwa. Baada ya kufanya malipo, utakachotakiwa kufanya utakliki kwenye sehemu hiyo I have paid. Utakliki hapo kwamba tayari umeshalipa. Ukisha kukliki kwenye hiyo button ya kwamba tayari umeshalipa, itakuleta kwenye sehemu ya hiyo box. Ukikliki kwenye plus kwenye box, manake kwamba itakupeleka moja kwa moja kwenye gallery. Na maelezo yameelezwa hapo juu kwamba uweze kutuma manake screenshot au picha ya ule muamala ambao kwamba umefanya. Na wameweka hapo kwamba isije ikazidi kiwango fulani. Kwa hiyo utakachotakiwa kufanya, utakuja utachukua screenshot ya picha kwenye gallery yako ya muamala ambao kwamba ulifanya, uta-upload. Ukifika hapo, kwa hiyo ukiweka tu picha utasubiri kidogo, itaonyesha kwamba tayari imesha upload. Baada ya hapo ita-activate, utakliki neno confirm chini. Utasubiri kidogo, ikishakuwa manake confirm likishakukoza utakliki hilo neno confirm.
Kwa hiyo hapo utakuwa umemaliza mchakato. Kwa hiyo kikubwa kitakachotakiwa ni kwamba unaweza kurudi kwenye chat ukamwambia kama tayari mimi nimesha activate, na yeye ndo anaweza kukufanyia malipo. Kama inavyoonekana hapo tumenunua na tayari ametuingizia, na yeye mwenyewe amekiri kule kwamba kapokea. Kwa hivyo ndo namna ambavyo kwamba kwa kutumia OKX unaweza kujihudumia wewe mwenyewe. Tuliona mwanzo amount iliyokuwepo na saizi kiwango ambacho kwamba kipo ni tofauti. Ni kutokana na kwamba tayari tulipokea hiyo pesa kutoka kwa huyo wakala. Kwa hivyo ndo namna ya kuweza kununua. Hakuna njia nyingine wala hakuna sehemu ambayo kwamba labda utapita kwa mtu. Kwa hiyo tukutane katika video inayofuata. Video inayofuata tutafahamisha sasa namna gani ya kuweza kununua Pi, yani kuzibadilisha USDT kuwa Pi katika exchange ya OKX. Kwa hiyo tutaeleza, hiyo video itakuwa ni fupi, itakuwa inaonyesha tu mwongozo namna gani ya kuweza kufanya. Kwa hiyo usikose video inayofuata ili uweze kujua, na unaweza kujinunulia kadiri unavyoweza wewe mwenyewe. Ukifuatilia video hii mwanzo hadi mwisho itakupa mwongozo. Hakikisha application yako ipo up to date kabla ya kufanya mchakato huu.